Na mtazamaji, usiku mwingine ukiwa ni wa mwisho kwangu mimi katika mwaka 2025 kukuletea Nipashe. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Tuna mengi tu ambayo tumekuandalia kutoka maeneo tofauti, lakini kwanza tunaanza na yaliyomo. Je, kuna mgogoro wa kikatiba? Mudavadi aeleza hofu ya uchaguzi mkuu kutofanyika iwapo katiba haitabadilishwa. Nilikuwa naenda kanisani na nikamsalimia na within hata ikimaliza dakika mbili akarudi na nyuma na ndio nikasikia hizo fracas. Polisi wanamzuilia msichana wa miaka 17 anayedaiwa kumdunga kisu na kumuua mjomba wa mpenzi wake hapa Nairobi. Hii maisha nimechoka, afadhali hata ningekufa tu. Kwenye makala maalum tunaangazia baa la njaa huko Marsabit na madhila ya kina mama wanapojifungua. Na hii leo tunarejelea majonzi ya kitaifa kufuatia kifo cha waziri mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga. Na asante sana kwa kuchagua taarifa zetu. Karibu tukupashe nikiwa na mwenzangu upande wa pili Yula Nzale. Na hii leo tunaanza Nipashe na taarifa kwamba mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi sasa amefichua kwamba uchaguzi wa mwaka 2027 huenda ukasimamishwa na mahakama kufuatia mgogoro wa kikatiba. Mudavadi anasema kwamba mahakama haitaruhusu uchaguzi mkuu kufanyika bila kuangaziwa upya kwa mipaka kote nchini. Mwanahabari wetu Stephen Leto ana taarifa hiyo kwa kina. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amewasha moto wa mdahalo wa kisheria miezi 20 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Mudavadi anasema kuwa taifa linakodolea macho mgogoro mkubwa wa kikatiba ambao unaweza kusababisha uchaguzi mkuu ujao kuharamishwa kabla hata haujafanyika. Mkuu huyo wa mawaziri aidha anasema kuwa uratibu mpya wa mipaka ni hitaji la kikatiba ambapo shughuli hiyo inafaa kufanyika kila baada ya miaka 8 hadi 12. Makataa haya yalikamilika Machi 6 mwaka wa 2024 na sasa taifa liko katika kipindi cha kutofuata katiba. Mudavadi anasema kuwa hakuna sensa halali ya kitaifa kwani sensa ya mwaka wa 2019 ilibatilishwa katika kaunti za Garissa, Mandera na Wajir na mahakama kuamuru sensa katika maeneo hayo ifanyike kufikia Januari mwaka ujao. Kwa wale wanaotaka sensa ifanyike upesi, Mudavadi anasema kuwa kuchanganya data ya sensa ya mwaka 2019 na data ya mwaka 2026 ni jambo lisilowezekana kisheria na hivyo kufikia uchaguzi ujao hakutakuwa na data halali ya idadi ya watu. Kwa hivyo inamaanisha kuwa hakuna mipaka halali na baadaye hakuna uchaguzi halali. Tayari kuna kesi kadhaa mahakamani zinazoendelea ambazo zinalenga kusimamisha chaguzi zote zijazo kwa misingi kwamba kuendelea na mipaka iliyopitwa na wakati kuna wanyima raia haki yao ya uwakilishi wa haki na usawa. Mudavadi aidha anataka Wakenya washiriki kura ya maamuzi ya katiba watakapopiga kura kwenye uchaguzi mkuu ujao ili kubuni ofisi ya waziri mkuu, afisi rasmi ya kiongozi wa upinzani na kutatua mgogoro wa uwakilishi wa thuluthi mbili ya jinsia moja. Japo Musalia Mudavadi ana nafasi katika meza ya baraza la mawaziri, kauli yake bado haijazungumziwa katika meza hiyo ambayo mwenyekiti wake ni Rais William Ruto. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Na juhudi za awali kubadilisha katiba ya mwaka 2010 kupitia kura ya maamuzi hadi sasa hazijafua dafu. Ni suala ambalo limeibua hisia mseto, huku pendekezo la kubadilisha katiba wakati wa uchaguzi mkuu ujao likikisiwa kukabiliwa na changamoto za kisheria. Mwanahabari wetu Seth Olale anaarifu mengi. Pendekezo la Mudavadi la kutaka mabadiliko ya katiba kupitia kura ya maamuzi kwenye uchaguzi mkuu ujao linaibua hisia mseto. It can be done, the election, but it involves a lot of process including civic education and then formulating the proper question
for processing by IEBC. Hata hivyo, mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu utekelezaji wa sheria, Karoli Omondi, amesema kwamba huenda kukawa na changamoto ya kubadilisha katiba kwenye uchaguzi mkuu. In a pure presidential system, you cannot have a leader of opposition in the House. Neither can you have a leader of opposition within the executive under a constitutional order. Neither can it be one amorphous office that is just hanging neither in the executive nor within the parliamentary system. Kulingana naye, shughuli ya kurekebisha katiba lazima ifuate mikakati ya kisheria. If we go with a proposal of a of amending the constitution to a referendum, it will be passed if at least 20% of the registered voters in at least half of the counties turn up and vote in favor. But you also go through the county assemblies, which also pass it by simple majority. So those are the processes. Juhudi kadhaa zimefanywa za kubadilisha katiba ya mwaka wa 2010 kupitia kura ya maamuzi kama vile mchakato wa BBI, mazungumzo ya Bomas yaliyofikia ripoti ya NADCO na ya Rais William Ruto kwa mabunge yote mwaka 2022, ila juhudi hizo zote hazijafua dafu. Seth Olale, runinga ya Citizen. Taarifa nyingine zinaarifu kwamba polisi katika eneo la Buruburu wanachunguza mauaji ya mwanamume wa miaka 41 katika mtaa wa Uhuru anayedaiwa kuuawa kwa kudungwa kisu na msichana mmoja wa umri wa miaka 17. Kwa mujibu wa walioshuhudia, marehemu walifika nyumbani kwa mpwa wake ambaye anaishi na msichana huyo kutatua ugomvi wa kinyumbani. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Ben Kirui, msichana huyo anadaiwa kumdunga kisu shingoni na kumuua. Uso za huzuni, vilio na majonzi zilianikiza kote katika mtaa wa Uhuru. Wakazi waliamkia tukio la kusikitisha ambapo msichana wa umri wa miaka 17 anadaiwa kumdunga kisu mjomba wa mpenzi wake. Marehemu Collins Onyango mwenye umri wa miaka 41 alikuwa kwa mpwa wake Paul Olo aliyekuwa akiishi na mshukiwa Belinda Bahati Achieng kujaribu kutatua ugomvi uliozuka. The deceased is my beloved husband. Tumechelewa jana mpaka saa 7 usiku. So he left me to tell me anaenda buy things, arudi kunichukua mali nilikuwa we are somewhere celebrating the Christmas day. Sikujua he was telling me goodbye. Wakati wa mvutano huo, msichana huyo anadaiwa kumdunga Collins kisu shingoni. Furugu ilianza jana ambapo hata alivuta jamaa hapa chini, akamvuta akamwelekeza mpaka huko, akaumia mpaka mgongo. Sasa leo kulingana vile nasikia ni kama mjomba wake huyo kijana ule boyfriend yake ndio alikuwa anakuja kwa hii nyumba kuchukua vitu za Angolia za kijana. Walianzania pale ameaga. Nilikuwa naenda kanisani na nikamsalimia na within hata ikumaliza dakika 2 akarudi na nyuma, na ndio nikasikia hizo fracas. Kurudi nikapata amedugwa kisu, ameanguka kwa mtaro. Marehemu alikimbizwa katika hospitali ya Edelvale Trust Jamaa Mission Buruburu ambako alithibitishwa kufariki alipowasili. Sina strength ya kuongea zaidi hapa. Collins hakuwa na mtu wa kusumbua watu. He was a peaceful man. Hata watu yuko wanamjua. So nashindwa, mbona huyu alimwattack? What was the reason? Mshukiwa aliokolewa na polisi kutoka kwa wananchi waliokuwa wakitaka kumshambulia. Polisi walipata nyumbani humo kisu kinachoaminika kutumiwa kwa mauaji. Mwili wa marehemu umehamishiwa katika makafani ya hospitali ya Mama Lucy Kibaki ukisubiri uchunguzi wa maiti. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.
Na kwengineko tunaarifiwa kwamba imebainika kwamba dereva aliyehusika kwenye ajali ya barabarani iliyowaua watu 5 hapo jana huko Kedoa, Kericho alikuwa akiwakimbiza wezi. Jamaa zao wanasema kwamba wezi walivunja duka na kutoweka na mali na kusababisha waliohusika kwenye ajali hiyo kuanza kuwatafuta na kuwafuata kwa kasi wakitumia gari hilo aina ya Probox. Mwanahabari wetu Brenda Wanga anaarifu zaidi. Jamaa na marafiki wa familia ya marehemu Dominic wanafika hapa kuifariji familia kufuatia kifo chake siku ya Krismasi kwenye ajali ya barabarani eneo la Kedoa. Ajali hiyo pia ilikatiza maisha ya watu wengine 4 akiwemo mfanyikazi wa jirani yake Dominic. Mpwa wake Ezra alinusurika kifo lakini akavunjika mkono na anatibiwa huko Eldoret. Maafa haya yalikatiza sherehe za Krismasi katika boma hili. Vyakula ambavyo vingeliwa sasa vimeandaliwa waombolezaji. Kulingana na mjomba wake marehemu Dominic, wizi katika duka la Dominic usiku wa kuamkia Krismasi ulibadilisha taswira hapa. Hawa vijana wawili walikuwa nyumbani, walilala mpaka saa 6 ya usiku. Akapigiwa simu kwamba Dominic ako na kioski yake ya kinyozi hapa Kedoa. Akapigiwa simu kwamba kuna watu wanashambulia kioski yake. Dominic, Ezra pamoja na mfanyikazi wa jirani waliabiri gari aina ya Probox lililomilikiwa na marehemu Philip Kirui wakijaribu kuwafuata wezi hao. Gari hilo linasemekana lilikuwa katika mwendo kasi wakati wa ajali hiyo. Wakapanda Probox, akakuwa watu 7 kukuja kupita Kedoa police station hapo, Kedoa Girls hapo gate, ndio akapata accident wakielekea juu. Dominic na watu wengine 4 walifariki kutokana na ajali hiyo. Waliofariki walijeruhiwa vibaya kichwani na kifuani kulingana na matokeo ya upasuaji wa miili yao. Familia zimeanza kupanga mazishi. It was a high impact trauma and most likely involving a vehicle at a high speed and our condolences to the family. Thank you. Kwa yote huyo kijana mwenye tunampoteza alikuwa mtoto mzuri. The last time tukiwa nao ilikuwa juzi tukiongea na 24. Mamlaka ya usalama wa usafiri nchini imebainisha kuwa hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka huu, jumla ya watu zaidi ya 4,000 walifariki kutokana na ajali za barabarani. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Sekta ya elimu, afya, sayansi na mazingira zimesheheni shughuli chungu nzima mwaka huu 2025, lakini baadhi ya masala tulioangazia yamekuwa ya kuvunja moyo sana wakati huu ambapo taifa linasemekana kuelekea kwenye safu ya mataifa ya first world. Baa la njaa na vifo vya kina mama wakati wa kujifungua ni masala ambayo yamezua masikitiko makubwa mwaka huu. Mwanahabari wetu Emily Chebet anatufafanulia mengi na kutufungulia pazia na kuweka wazi matukio hayo yaliyopima utu wa wanahabari walioangazia. Natumia siku zangu kuwapasha yanayojiri, ila wengi hawana ufahamu kuhusu panda shuka za mwanahabari nyuma ya kamera. Mimi ni Emily Chebet, mwanahabari wa Runinga Citizen, na hizi ni baadhi ya taarifa nilizozamia mwaka huu wa 2025. Kwenye heka za wanahabari, kila siku inapanda shuka zake. Mwezi Novemba mwaka huu, mimi na mwenzangu David Kabiru ambaye ni mpiga picha tuliandamana na shirika la Msalaba Mwekundu hadi katika kaunti ya Marsabit kaskazini mwa nchi. Tukikita kambi kwa siku 6 tukiangazia taarifa kuhusu ukame na baa la njaa. Kalokon Awet. Ilikuwa mara yangu ya kwanza katika sehemu hiyo ya nchi na ni safari iliyonipa majaribu mengi. Hi guys. So Kabiru decided that I'm going to look like. Kuanzia joto la utosini, barabara mbovu na hata ukosefu wa maji safi ya kunywa. Kwangu mimi maisha hayo yalikuwa magumu japo nilikuwa hapo kwa wiki moja tu. Lakini ndio kila siku ya watoto wachanga na kina mama katika kaunti hii. Ilikuwa safari yenye changamoto nyingi. Lakini pia ilitupa fursa ya kuzuru kivutio cha jangwa la Chalbi. Lakini furaha yetu ilikatizwa kilomita 200 zaidi kutoka mji wa Marsabit katika eneo la Dukana. Hapa tulikumbana na hali ya kukeketa moyo, dhiki ya waliopoteza mali yao yote kutokana na kiangazi cha mara kwa mara.
Mzee Bobo Sora mwenye miaka 70 ameketi kimya ndani ya manyata yake. Hatua ya kutembea ni changamoto, si kwa sababu ya uzee bill for food. Kupata habari kutoka kwa jamii kutoka eneo hilo sio rahisi. Nakumbuka kwa wakati mmoja tulifumaniwa na wakaazi waliokuwa na ghadhabu wakiuliza ni kwa nini tunapiga picha ngamia wao. Tulijaribu kuwafahamisha nia yetu na mambo yakawa shwari, ila kwa mara nyingine kikwazo kikubwa kinakuwa kutoelewana kilugha. So I went, took the camera from Biwott, removed the card. I was like, you see? So this is the photo that we took and we have deleted it. It was like, no. Lazima munilipe 4,000. They were like, now I was angry because first of all, there's no network. So you can't even send someone through mobile money. 2, they came from another place. The moment they saw 2 cars, they knew there is money here. Kando na masuala ya ukame na mabadiliko ya hali ya anga, mwaka huu niliwapa sauti wanaume 3 waliosimulia changamoto za kuachiwa majukumu ya ulezi baada ya wake zao kufariki. Mara kwa mara nimeangazia vifo vya kina mama wakati wa kujifungua, lakini kwenye mazungumzo na wanaume hao wajane yaliniumiza moyo sana. Kaniambia nitakuva jezi namba 25. 25th is the day the mother died. Ndio na wife yangu hapa hivi ameanza kutani yellow. Eunice Mama Lucy alika less than 1 hour. Ndio watu waambie ameniacha. Nakumbuka kwa wakati mmoja mimi na mpiga picha wangu Alfred Cheruyot tulikuwa tukizuia machozi kutiririka hadharani. Kadri ya maswali yalivyozidi kuwa mazito, ndivyo majibu yalivyonikeketa maini. Mahojiano hayo yakiambulia machozi na hata kuishiwa na nguvu. Moyo wangu subu sana. Hii kazi ni kubwa ama si Mungu wako. Siku ya kupick mtoi unafanyaga hata shopping ya wife. Then kwa hii kesi yangu unapata hizi vitu zote unarudi nazo juu hakuna mtu anarudi home. Unaona? Wife anaenda mochari huko chini, mtoi yako huko baby unit. Wewe ndio unarudi home na hizi mzigo zako. Tasnia ya wanahabari hufunza kutoweka hisia kazini. Lakini licha ya mafunzo yote niliyoyapitia, mahojiano haya yaliniweka kwenye nafasi yangu kama mama, mawazo yangu yakielekea nyumbani kwangu. Majibu ya Victor, Tom na Samuel yakinikumbusha wanangu na haswa kitindamimba wangu wa miaka 2. Taarifa zingine husalia moyoni na kwenye fikra hata baada ya kamera kuzimwa. Maswali yaliyonisumbua yakiwa vipi bado kina mama wanafariki hospitalini katika karne hii, na cha kusikitisha zaidi kikiwa kuwa wote walifariki katika hospitali za hapa jijini Nairobi. PPH for example kills about 3,000 women in this country and many factors are involved here. One are the health system factors. We do not have enough resources towards care of these women. Number 2, we do not have enough blood that is supposed to be available to transfuse these women after they have lost so much blood. It's also a shame that we do not have enough trained skilled workers within our hospitals to take care of our women. Nimekuwa nikitafakari, kina mama wanaofariki ni wake za watu, dada za watu, mama za watu, na pia kuwa mtu yeyote anaweza kujipata kwenye hali ambapo kuna changamoto za miundombinu, ukosefu wa damu na ambulensi, au hata barabara nzuri ya kumfikisha mgonjwa hospitalini katika karne hii humu nchini. Tunapofunga mwaka na kuanzia mwingine,
Taarifa hizi zimenipa msukumo wa kuendelea kuangazia masuala yanayogusa Wakenya wa kawaida, nikiwa na matumaini kuwa sikio la serikali litasikia na macho yake kuona madhila ya raia na kuchukua hatua za kuboresha maisha ya wananchi wake. Naam, ni taarifa kama hizo ambazo mara nyingi hutatiza wanahabari kisaikolojia, lakini sisi hapa Royal Media Services daima tunamshukuru mwajiri kwa kutujali na kujali afya yetu ya akili. Tunapumzika kidogo, lakini utarejea muda usiokuwa mrefu. Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu. Na kama ilivyo kawaida kwa wanahabari, huwa hatuwezi kueleza yote ambayo yamejiri nyuma ya pazia. Lakini hii leo katika muhtasari huu wa kifo cha waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, maandamano na fujo za uchaguzi, mwanahabari wetu Melita Ole Tenges anasimulia matukio hayo kwa mtizamo wake yeye kama mwanahabari. Nakumbuka katika chumba cha habari kila kitu kilisimama na nguvu yote, shughuli nzima ikaelekezwa katika kuandaa taarifa na vile vile kuifahamisha nchi kuhusu matukio yanavyoendelea kufuatia kifo chake. Na moja kwa moja pamoja na wanahabari wenza wapiga picha Moses Mwakisha na Alfred Cheruyot pamoja na dereva wetu Okoth, tulielekea nyumbani kwa hayati Raila Odinga katika mtaa wa kifahari wa Karen, eneo la Kirarapon. Tulipofika Kirarapon Karen, kulikuwa na halaiki ya watu ambao walikuwa wamekusanyika pale. Biwi la simanzi lilikuwa limetanda. Watu walikuwa wengi mno, mamia ya watu walikuwa wamejitokeza. Dakika chache tu, masaa machache baada ya taarifa hiyo kusambaa. Lakini shughuli ambayo ilikuwa inaendelea nje ya jumba hilo ilikuwa tofauti sana. Manake watu walikuwa wanalia, wengine wakionekana kuzidiwa na hisia, wengine wakionekana kubeba matawi na kumuomboleza Raila Odinga kwa njia yao ya kipekee. Na kama wanahabari vile vile tulisikia uzito wa hisia, manake kumbuka kwamba katika tasnia hii ya wanahabari, Raila Odinga, hayati Raila Odinga alikuwa mtu ambaye tuliangazia taarifa zake mara kwa mara na tulitangamana naye nyakati tofauti na kuzungumza naye vile vile. Kwa hivyo ilikuwa ni habari, taarifa ya kuvunja moyo kwetu sisi kama wanahabari vile vile. Lakini katika muda huo tulifahamu kwamba ni jukumu kubwa kuifahamisha nchi kuhusu matukio ambayo yalikuwa yanaendelea pale. Kulikuwa na waombolezaji ambao walikuwa wanazua rabsha. Baadhi yao wanakwea miti wakijaribu kuvuna matunda ambayo hawakupanda kama vile parachichi zilizokuwa pale. Wengine wakijaribu kuingia nyumbani kwa Raila Odinga, na mama Aida Odinga alijitokeza kuzungumza nao, nakumbuka, kwa dakika chache kutuliza hali, kueleza kwamba sio sahihi kuomboleza kwa vurugu, japo kwa utulivu, ili kuhakikisha kwamba Raila Odinga anapewa heshima yake kwa njia inayofaa. Basi tukakita kambi hapo siku nzima kuangalia ni nani ambaye atafika pale. Nakumbuka tuliona jamaa
marafiki, wanasiasa wengi wakimiminika pale kutoa pole zao, taswira ambayo iliangazia pakubwa namna ambavyo watu walimenzi, namna ambavyo watu walijitokeza kumuomboleza nyumbani kwake. Maelfu ya watu ambao walifika pale na hisia ambazo zilikuwa zinamiminika na kutiririka pale zilionyesha namna ambavyo watu walimenzi Raila Odinga. Taswira ya majengo ya bunge na barabara hii ya Parliament Road hii leo ni tulivu, lakini ni tofauti kabisa na taswira iliyoshuhudiwa hapa tarehe 16 Oktoba. Maelfu ya waombolezaji walijitokeza hapa wakiwa na nia ya kutazama mwili wa Raila Odinga, lakini vurugu ilitokea hapa kwani wengi wao walikwea juu ya lango lile. Viongozi walilazimika kutoka ndani ya bunge, na kumbuka mbunge wa Embakasi East Babu Owino, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, seneta wa Kisumu Tom Ojienda, seneta wa Narok Ledama Olekina na vile vile mbunge wa Rarieda Otiende Amolo ndio ambao walikuweko hapo mstari wa mbele kuzungumza na vijana ambao wamejitokeza kuambia jamani, tuwe na subra, tuwe watulivu, manake shughuli hii sasa inaonekana kuhamishwa na itafanyika hapa katika majengo ya bunge, bali mwili utapelekwa Kasarani ambapo watu watapata fursa ya kutazama mwili wa Raila Odinga. Walisalia na wakasema, nyie mnatudanganya, manake kama ni kweli mwili huo unapelekwa Kasarani, sharti ufike Kasarani kwanza, kisha sisi tuondoke hapa bungeni. Hii inaangazia namna ambavyo watu wa tabaka tofauti, umri tofauti, walimenzi Raila Odinga, kiasi cha kwamba wanasema sisi hatuondoki hapa, liwe liwalo, mwili unaletwa hauletwi, sisi tuko hapa. Wanajeshi ambao walikuwa pale iliwalazimu kuondoa yale mapambo ambayo walikuwa wameweka hapo tayari kuweka mwili wa Raila Odinga pale ili watu wapate nafasi ya kutazama. Wakati ambapo walikuwa wanaondoa, basi ikakuwa wazi kwamba shughuli hiyo haitakuwa ikifanyika tena katika majengo ya bunge. Baada ya mazishi iliandaliwa katika uwanja wa Nyayo. Wakati ambapo jeneza lilikuwa linazunguka uwanja wa Nyayo likiwa limefunikwa na bendera ya Kenya, lindi la majonzi lilitanda uwanjani. Ulipokuwa ukiwaangalia wa Kenya, ungeona nyuso zao zimeganda na huzuni. Ungewatazama maafisa wa polisi, hali ilikuwa hiyo hiyo. Ukiwatazama wanahabari, hali ilikuwa hiyo hiyo. Na wanakwaya vile vile, hali ilikuwa hiyo hiyo. Kwa hivyo ilikuwa taswira ya kuhuzunisha mno. Uzito wa kumuomboleza Raila Odinga vile vile ni uzito wa kibinafsi kwa kila mmoja. Wakati mmoja tulikuwa katika matangazo ya moja kwa moja na mwanahabari mwenza Emmanuel To, na nakumbuka tulikuwa tunazungumza tu kuhusu maisha ya Raila Odinga, siasa alizoendesha, na wakati mmoja sauti yake ikaonekana kulegea na kutetemeka, na ikanilazimu kuchukua kipaza sauti na kumwacha kando kidogo ili nimalizie matangazo hayo ya moja kwa moja. Sio jambo la kawaida, manake wanahabari ni watu ambao hawapaswi kuonyesha hisia hata wakati hali ni ngumu sana, lakini wakati huo naamini ilieleweka, manake ni jambo ambalo lilikuwa na uzito mno. Basi kufikia hapo natamatisha mazungumzo yangu na vile vile kumbukumbu yangu ya mwaka 2025. Imekuwa fahari kubwa kuletea taarifa katika runinga hii ya Citizen.
Na mwanahabari, leo tunaomboleza kifo cha mpiga picha Rashid Idi ambaye alifariki hospitalini hapo jana. Wanahabari wa runinga ya Citizen, KTN na NTV walijumuika na familia marehemu katika msikiti wa Masjid Salama Karanja mtaani Kibra kabla ya kusafirishwa hadi nyumbani kwao huko Malaba, Bungoma. Rashid alikuwa mpiga picha wa kampuni ya Standard Media Group na alihudumu kwa zaidi ya miongo miwili katika kampuni za Royal Media Services na kisha Standard Group. Wanahabari wenza wamemtaja kama mtu aliyejituma na kuipenda kazi yake. Rashid ameacha mjane na watoto watatu. I'm shocked beyond words, beyond understanding. Just one day, a very hard headache on him, and he's gone. Rashid is my loving husband. We have lived for more than 25 years. We have 3 beautiful children, and he has been a devoted husband, always spoiling me with whatever good that he has. Rashid amekuwa mchapakazi. Wengi wanajua, mtu anajua kuishi na watu. Sijaona shida yote. Kwa kazi amekuwa mpaka juzi tulikuwa na yeye tarehe 23 akiwa pale job. Hata alitaka ingia tarehe 29 kwa new shift. So kwa hivyo kulingana na utendakazi, yeye ni mtu ambaye anajua kazi na anajua kuishi na watu. The one who trained me. So when you get your teacher passing away, ni huzuni sana, ni huzuni kubwa, lakini yote ni Mwenyezi Mungu alimtupea na ni Mwenyezi Mungu amechukua. So letu sisi kama wana colleagues ni kumwombea roho yake pumzike kwa amani. Mungu aweke roho yake mahali pema peponi, na tuombee family, watoto wake, jamii yake yote. Na bila shaka ni kumwombea Mungu tu amweke pema mwanahabari mwenza Rashid. Kutoka kwa familia ya Nipashe tunasema sote ni wa Mwenyezi Mungu na hakika kwake yeye tutarejea. Mtazamaji, kufikia hapa basi hatuna la ziada ila kusema asante sana kwa muda wako ambao umetumia kutizama Nipashe siku ya leo na mwaka mzima hadi kufikia sasa. Manake sisi timu ambayo tumekuwa na wewe msimu huu wa Krismasi, leo ndio tunafunga kazi. Tunasema asante sana kwa kutuamini, asante kwa kutuenzi na asante kwa kupenda na kutizama taarifa na vipindi vyetu. Naitwa Mwanahamisi Hamadi kwa niaba ya timu nzima na kutakia usiku mwema na mwaka mpya wenye mafanikio. Kwaheri.